tunashiriki maonesho ya kitaifa ya 88 mwaka 2026 kama sehemu ya mchango wa haki kwa wakulima. Tunatambua ya kwamba wakulima wanakutana na changamoto mbalimbali kuanzia katika umiliki wa ardhi, lakini pia uuzaji wa mazao na biashara ambao wanaishiriki katika baada ya kuvuna hayo mazao yao. Kwa hiyo tuko hapa kuwasaidia na tunaendelea. Kwa ujumla mwitiko ni mkubwa kwa sababu tangu siku ya kwanza tumekuwa tukipokea watu wengi, na kama ambavyo unaona hapa bado tuko na watu, meza zote zina watu. Kwa hiyo wanajitokeza kwa wingi wananchi kwa ujumla wake. Changamoto ambazo tunakutana nazo nyingi kwa wananchi ambao wametutembelea kwenye banda letu hapa, wengi wana migogoro ya ardhi, lakini pia wapo ambao wana migogoro ambayo husiana na ardhi, wenye migogoro ya ndoa na changamoto za malezi. Pia wapo ambao wana changamoto za urithi na mirathi. Kwa hiyo tunakutana na changamoto nyingi mbalimbali, na kwa sababu sisi kama Wizara ya Katiba na Sheria tunasimamia upatikanaji wa haki nchini, na chini ya kampeni ya msaada wa kisheria Mama Samia tunajikita kwenye msaada wa kisheria kwenye masuala mbalimbali ikiwemo elimu ya masuala mbalimbali ya kisheria, lakini tunatoa ushauri wa kisheria, pia tunaandaa nyaraka mbalimbali, tunashiriki katika utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala, na mwisho tunatoa msaada wa uwakilishi mahakamani. Kwa hiyo kwa wananchi kwa mfano ambao tumewapokea, wale ambao tumebaini changamoto za malezi, tumeweza kusuluhisha kwa kuwakutanisha wale wazazi wenza. Tumewakutanisha na baadhi yao tayari tumeshafanikiwa, wameingia makubaliano na kwamba kwa watumishi yupo mtumishi ambaye amekubali kukatwa mshahara wake kumtunza mtoto wake. Hiyo ni usuluhishi kwa njia mbadala. Lakini pia wapo ambao walikuwa na migogoro tumeweza kusuluhisha. Wapo ambao wana mashauri mahakamani, wanakuja hapa tunawashauri. Wapo ambao wamekosea, unakuta mtu ana mgogoro wa ardhi lakini alienda mahakama ya mwanzo, tunamshauri kurudi baraza la kata kuanza upya ili aweze kupata haki anayostahili, kwa sababu usipofuata njia sahihi unaweza kuwa na hukumu lakini huwezi kuitekeleza hiyo hukumu. Bahati nzuri wanatuelewa, wanatusikiliza na wanakubaliana na kila ambacho sisi tunawashauri, na tunaendelea vizuri. Mpaka leo asubuhi wakati tunaanza tulikuwa na jumla ya wananchi 214 ambao tumewapokea, lakini tulikuwa tumepokea migogoro 74 ambao tumefanikiwa kuitatua. Imeisha hapa ni 14, migogoro 14, lakini ambayo inaendelea maana yake ni migogoro 60. Of course wananchi tunawaelekeza kwamba Wizara ya Katiba na Sheria imeweka dawati la msaada wa kisheria kwenye kila halmashauri. Kila halmashauri nchini kuna afisa anayeitwa afisa dawati, yuko kwenye ofisi au idara ya maendeleo ya jamii. Yeye kazi yake ni kupokea kero, changamoto na matatizo mbalimbali ya wananchi yanayohusiana na sheria. Yale ambayo anaweza kuyatatua kwenye eneo lake anayatatua kwa kushirikiana na afisa maendeleo ya jamii pamoja na mwanasheria wa halmashauri husika, kwa sababu wanasheria wote wa halmashauri zetu nchini wamepewa mafunzo ya utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala, lakini pia wamepewa mafunzo ya utoaji wa huduma za msaada wa kisheria kwa wananchi. Kwa hiyo wananchi tunawashauri, pamoja na kwamba watakuja kwenye kampeni, lakini kipindi ambacho sio cha kampeni wanaenda kwenye halmashauri ambayo iko jirani yake kule ambako wao wanaishi, watapata msaada wa kisheria. Lakini pia msaada wa kisheria unatolewa na watu wa huduma wengine, kama zipo taasisi kama asasi za kiraia ambazo zimesajiliwa kutoa huduma za msaada wa kisheria, lakini pia zipo ofisi za serikali ambazo pia ukienda ukijieleza wao watakusaidia kufika halmashauri au kukutana na afisa ambaye anahusika na utoaji wa huduma za msaada wa kisheria. Lakini ukiacha hiyo, tunayo namba ya bure ya msaada wa kisheria, yani namba ya bure ya kuwasilisha lalamiko lako wizarani popote ulipo. Kwa hiyo mtu anapiga ile namba kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Ni namba 0800 004 004. Lakini pia tunayo namba ya kawaida 0262 160 360. Kwa hiyo akipiga hii namba muda wowote ule, muda wa kazi kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11, inapokelewa, atasikilizwa na atahudumiwa.